Kiongozi wa chama cha ACT Wazalendo Dorothy Semu amekutana na kufanya mazungumzo na viongozi wa jukwaa la kimataifa la Tanzania JUKATA na baadaye kituo cha sheria na haki za binadamu LHRC katika muendelezo wa mikakati ya chama kuelekea uchaguzi mkuu 2025. Katika ziara hiyo iliyofanyika siku ya Jumanne, Dorothy aliambatana na viongozi waandamizi akiwemo makamu mwenyekiti wa ACT Wazalendo Bara Isihaka Mchinjita, naibu katibu mkuu Esther Akoti Thomas, katibu wa mambo ya nje Mwanaisha Mdeme na naibu katibu wa haki za binadamu Mbarara Mahalangande. Kwa mujibu wa taarifa ya naibu katibu wa idara ya habari, uenezi na mahusiano na umma wa ACT Wazalendo Shangwe Ayo, Dorothy alieleza dhamira ACT Wazalendo kuendelea kupigania mageuzi ya kisiasa ili kuhakikisha uchaguzi ujao unakuwa huru na haki na wa kuaminika. Tunaamini kuwa mafanikio ya demokrasia yanahitaji mfumo wa uchaguzi ulio huru na unaojumuisha wadau wote. Mageuzi ya mfumo huu ni lazima. Kiongozi huyo pia aliwasilisha taarifa ya awali kuhusu alichokiita uvunjifu wa haki za binadamu na ushuhudiwa katika uchaguzi wa serikali za mitaa mwaka 2024, ikiwa ni mwendelezo wa kiukwaji wa haki aliyojitokeza kwenye uchaguzi mkuu 2020. Katika mazungumzo hayo, Dorothy alizitaka taasisi hizo za kiraia kushirikiana kwa karibu ili kushinikiza serikali kufanya mabadiliko ya kweli kwenye mfumo wa uchaguzi kabla ya uchaguzi mkuu Oktoba 2025. Asante kwa kuifuatilia Baharia TV. Usisahau kulike, kusubscribe, kucomment na kushare.